Mambo vipi mtazamaji wa Sam Online Skills? Karibu tuendelee katika kutengeneza application zetu. Sasa leo nimekuja kuonyesha kitu kipi hapa. Yamkini unatengeneza application ambayo unataka kuwa una post ama una share PDF files ama unataka kushare document mbalimbali. Sasa zile document hata kama ziko kwenye mfumo wa Word basi zichange ziende kwenye mfumo wa PDF. Hii itakusaidia kwa sababu huku hatuna sehemu ya kuposti document ambazo ziko kwenye mfumo wa Word unless uicopy tu upaste maneno pale, lakini tofauti na hapo uweke kwenye mfumo wa PDF ambayo itakuwa rahisi hata kama ziko peji 100-200. Okay, sasa utakachokifanya katika kutengeneza section yako ambayo iko kwenye mfumo wa PDF, utakuja upande wa section hapa kwenye application yako, utakuja upande wa section, utakuja create new section, kisha utakuja hapa kwenye PDF. Hii haina mambo mengi, utakuja kugusa PDF, kisha utaipa jina. Sawa, kama unataka utengeneze labda PDF yako iwe inahusu vitu fulani tu, kwa mfano mimi hapa labda niseme sheria. Sawa, alafu nakuja kuweka hapa naipa labda kanuni ya adhabu, japo ipo kwa Kiingereza, kanuni ya adhabu, au naweza nikaandika hapa penal code. Alafu nitakachokifanya nitakuja hapa kwenye choose file na kuja kuchagua PDF file yangu. Sawa, hii hapa penal code. Baada ya hapo, hapa usiweke kwenye ebook, weka kwenye PDF file. Baada ya hapo, kama unataka ionekane nje kwenye section kama section nyingine zinavyoonekana, basi utakuja hapa kwenye show in main menu, una turn on. Kisha unaweza kuiwekea hapa kwanza uta enable ku download kama unataka watu wa download, lakini pia kama unataka watu waangalie video kwa ajili ya access hii kwenye hii hapa, basi uta turn on. Alafu kama unataka walipie, basi uta turn on kwenye sehemu ya pay for access. Kisha kitu kingine cha msingi, au kama unataka waone watu wachache ambao umewalenga, basi utaweka password hapa, afu hao watu utawapa password, wataingia kwa password. Okay, tuone kama mtu ukimpa password, kwa mfano tuseme hapa tumeweka password 8888. Alafu tunakuja hapa tutaweka picha yoyote ambayo itaonekana nje kwenye main menu kule. Let's say tunaweka picha, ndio naweka tu picha yangu hapa. Sawa, afikisha tutasave. Uone inavyoonekana kwenye application. Kwa sababu mara zote picha haijakaa vizuri hiyo. Mara zote nilivyokuwa nikikuonyesha, sikuwahi kuonyesha kama ukiweka password inakuaje. Sawa, sijawahi kuonyesha kama ukiweka password inakuaje kwa sababu hatukuwahi kutumia password. Sasa leo nimeweka password ili uone kwamba kukiwa na password inakuaje. Okay, utakuja kwenye application, utafungua. Hapa nimekuelekeza vitu viwili, hilo swala la PDF lakini pia na swala la password. Nitaifungua. Unaona, kwa sababu tumeweka access password. Kama mtu wa access kwa password, basi inakuja password. Kwa mfano mimi nikiweka password 0000 tofauti na ile, itanigomea incorrect password. Lakini nikiweka password ile ile ambayo tuliweka kule, unaona itafunguka namna hii. Kama kungekuwa tumesharuhusu matangazo, basi ingeonekana video ambayo ni ya tangazo, kwa sababu tumealau matangazo kule. Basi PDF file zetu ni hii, PDF file yetu ni hii hapa. Hii ina peji 162. Unaona, kwa sababu inahitaji internet, basi inafunguka hatua kwa hatua, zifunguki peji zote kwa pamoja. Naendelea kufunguka kama hivyo. Mambo ndio hivyo, ni simple.
basi na wewe unaweza ukatengeneza PDF file ya kwako. Katika video ijayo nitakuja kuzungumzia kitu ambacho kinaitwa submenu. Hapo nafikiri nitaitumia hii kama mfano, hii ya PDF files. Nitatengeneza PDF file nyingine kama 3, alafu nitakuja kuonyesha sasa kwenye upande wa submenu tunafanyaje. Uwe na wakati mwema, tukutane katika video ijayo. Bye bye.